ni Dr. Mugisha Ntionza Nkoronko. Ni daktari bingwa wa magonjwa ya upasuaji katika hospitali Benjamin Mkapa, lakini pia ndiye rais wa chama cha madaktari kwa mwaka 2024-2026. Leo tuko katika jiji la Arusha. Tuko katika ukumbi wa mikutano wa AICC wa kimataifa. Tumekutana hapa katika ukumbi wa Simba Hall kwa zaidi ya siku 3. Tulianza jana kwa kusherehekea miaka 60 ya uwepo wa chama cha madaktari. Leo tumekuwa na mkutano wa kisayansi unaojadili mada zaidi ya 30. Alafu kesho tutakuwa na mkutano mkuu wa chama unaojadili maendeleo ya chama kwa mwaka mwingine na kupokea taarifa za utekelezaji kwa mwaka uliopita. Sasa mkutano huu ni muhimu sana katika sekta ya afya. Mkutano huu unalenga kujadili mambo yote ya muhimu yanayogusa madaktari ambao ni wataalamu na wanataaluma wanaotoa au wanaongoza utoaji wa huduma za afya nchini. Kwa kukutana hapa, kukutana na wadau mbalimbali, kukutana na viongozi mbalimbali kutoka wizarani, kutoka katika mashirika yasiyo ya kiserikali, kutoka kwa wanataaluma wenyewe, kutoka kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii na kwingineko kote. Tunashukuru kwa kuwa wamekuja. Shabaha yetu ya mkutano huu na matokeo yake ni nini? Tumejiandaa na tunatamani kuona sekta ya afya ikibadilika. Tuko katika mwanzo wa utungaji wa sera za afya kwa miaka mingine 50, dira ya taifa miaka 50. Tuko mwanzoni mwa utekelezaji wa bajeti iliyokwisha kupitishwa na bunge letu tukufu, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuko katikati, mwishoni kabisa mwa kumalizia mpango HHS 5 unaomaliza muda wake na kuanza mpango HHS 6 ambao unategemewa kuanza. Kwa maoni yatakayotolewa hapa yataboresha hali ya utoaji wa huduma afya. Neno kuu na dhima kuu ya mkutano huu inasema huduma bora za afya nchini Tanzania. Upatikanaji wake, unafuu wake na uendelevu wake. Kwa Kiingereza wanasema the healthcare, quality of healthcare in Tanzania, availability, affordability, accessibility, affordability na kisha sustainability. Kwa nini tulikuja na mada hii? Mada hii ni muhimu kwa sasa kwa sababu serikali imewekeza katika vituo vingi vya kutolea huduma na kupunguza umbali wa watu kutoka kwenye vijiji vyao na maeneo yao kuzifikia hospitali na vituo vya kutolea huduma za afya. Lakini liko jambo moja linalowakatisha tamaa wananchi endapo hawatapona ubora wa huduma kwenye hivyo vituo. Kwa tumesema sasa tunatamani upatikanaji wa huduma sio tu ubaki hivyo bali uwe upatikanaji wa huduma bora. Lakini tunaona kwamba wananchi wetu wa Tanzania bado umaskini unatutesa. Watu wengi bado wanasaidiwa na TASAF. Wengine hawana vipato vya kutosha. Ukienda hospitali watu wanachanga kumhudumia mgonjwa mmoja na wengine wanalazimika kuomba msamaha. Si kwa sababu hizi huduma hatuwezi kuzitoa, lakini kuzifanya ziwe nafuu. Na namna kuzifanya kuwa nafuu ni kuhakikisha kwamba tunaagiza vifaa tiba kwa pamoja. Tunasambaza kwa mfumo rahisi. Tunajenga bohari karibu na maeneo ya kutolea huduma. Tunaongeza upatikanaji wa wataalamu kwenye kituo kimoja ili mgonjwa asilazimike kusafiri kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine kutafuta huduma. Tunatamani upatikanaji wa vifaa tiba na dawa uwe katika kituo kwa 100%. Hicho ndio tunachokitamani, ndio maana tunasema unafuu. Lakini pili, tunaposema unafuu, kubadilisha ile mifumo na kuifanya iwe rafiki ili iweze kuwa bora, kurahisisha mgonjwa anapokuja atumie muda mfupi hospitalini na kisha kurudi nyumbani au kuendelea na shughuli zake nyingine. Ukienda hospitali zetu nyingi zimejaa, bado zina watu wengi. Pale Ocean Road kuna watu wanasubiri zaidi ya miezi 6. Unasubiri zaidi ya miezi 6 kupata chemotherapy. Kupata radiotherapy. Tumeleta PET CT scan. Tulidhani itatatua tatizo, lakini sasa imeongeza kwa sababu watu wanasubiri muda mrefu. Na lazima tuangalie sasa kuzisogeza hizo huduma za PET scan maeneo mengine. Mtu asisafiri kutoka Katavi kufuata cardiac catheterization Muhimbili. Anaweza kaipata pengine Mbeya referral, anaweza kaipata pengine pale Chato, anaweza kaipata kwenye hospitali zetu za kanda kule kusini na kwingineko. Mwisho tumesema kuhusiana na sustainability, uendelevu. Huduma hizi zinahitaji fedha. Kwa kiasi fulani bajeti yetu imekuwa ikitegemea wahisani wa nje ambao sera zao zinabadilika mara kwa mara, hazitabiriki. Alipoingia Rais Trump akakohoa kidogo tu kwa kusaini zile presidential decree, dunia nzima imeshangaa. USAID imecollapse na walikuwa wakituchangia kiasi fulani. Hivyo watu wetu watakuwa katika matata. Zaidi ya watu 1900 wamepoteza ajira, zaidi ya vituo kadhaa vya kutolea huduma vimepunguza wafanyakazi na kusababisha, kwa sababu wengine walikuwa wanaletwa na hii mifuko. Lakini pia
upatikanaji wa dawa saidizi za na zingine. Kwa hiyo sasa tunaona ya kwamba lazima tuweze kutoa huduma endelevu, mtu asitusumbue, hata kikohoa kiacha, tuwe na uwezo wa kugharimikia watu wetu. Kwa hiyo ndio maana tunaona serikalini wanaimarisha mifumo, na sisi chama cha madaktari tukaweka mada hii ili kuchagiza na kuhamasisha uwekezaji wa kutosha katika sekta ya afya. Nia yetu ni nini? Siku moja tuone kiongozi mkubwa wa nchi anatibiwa sehemu sawa sawa na anapotibiwa mwananchi wa hali ya chini. Asante sana.